Yes, karibu tena kwa muda mwingine ambao tunasikiliza taarifa za habari na uchambuzi kupitia hapa hapa Mbavu TV Online. Jamani, waasi ama Wanyamulenge wengine walikuwa waamini kama kweli watatoka, wengine walikuwa wanaona ni kama utani kwamba hatutotoka, hiyo ni mambo tu, ni siasa zetu hatari sana. Kabla ya yote tunakukumbusha, kama hujasubscribe channel yetu ya Mbavu TV, tunakuomba uweze kusubscribe. Na pitia video zetu vizuri, tunakuomba pia uwe na share video zetu, ili kwa yeyote ambaye anahitaji kupata taarifa zetu kutoka hapa Mbavu TV aweze kupata kiurahisi kabisa. Ndugu zangu wa Kongomani, na nimefanya hii ili niwaeleweshe kitu na nieleze kwa uchache, japo itakuwa kwa uchache kidogo, kuhusu baadhi ya hawa maadui zetu Wanyamulenge. Hapa nyuma tumesikia kwamba walikuwa wakiongea mambo mengi sana. Kufuatia hayo, pia wamefanya vitu vingi sana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shida ni moja, hawa watu walikuwa hawajapigwa. Hawa watu walikuwa hawajapigwa vita, bali walikuwa wakipitishwa sehemu. Wakitaka kuingia Uvira wanalipa hela, na kwa kuwa watu wengi na viongozi wengi walikuwa upande wa M23 na walikuwa wakisapotiwa na baadhi ya mataifa makubwa duniani, kwa hiyo kulikuwa urahisi sana wa wenyewe kupata nafasi. Wakaingia Uvira, wakalipa hela, wakapita. Wakaingia Bukavu, hivyo wakapita, wakamiliki. Kwa hivyo walikuwa hawajapigwa vita. Sasa kosa letu lilikuwa ni hapo, kuwa na waruhusu wao wanaingia hapo. Sasa wakachukuliwa Wakongomani ni kondoo, Wakongomani ni mbuzi, wakaua ndugu zetu, wakamiliki maeneo yetu, wakafanya lolote lile wanalolitaka, kwa kuwa wana nguvu ya pesa na wana nguvu ya sapoti ya watu wakubwa katika serikali na mataifa makubwa. Lakini sasa kuna jambo ambalo tujue, hakuna jambo lisilokuwa na mwisho. Kila mtu na kwao. Huwezi ukatoka eneo moja unaenda katika eneo lingine unataka ujimilikishe jambo ambalo unalolitaka mwenyeji alifuate hilo hilo. Hiyo inakuwa ni shida. Sasa imefika wakati wamepigwa vita. Si walitaka vita? Si walitaka wapigwe vita? Wameshazoea kupitishwa tu. Sasa Mkongomani akasema lazima tupambane. Wamepigwa vita. Ni hatari sana. Sasa hivi wengine wanalia, wanajeshi wengine waasi wanalia, kwa nini nilikuja katika uwanja wa vita? Kwa nini nilikubali niwe mwanajeshi? Wengi wanajisalimisha muda huu. Jamani, ni hatari sana. Kwa muda huu naongea na wewe, kwa muda huu nakupasha hii taarifa, waasi wengi zaidi, wengi waliokuwa wakikaa katika maeneo ya Fizi, wengine ambao walikuwa nakaa Uvira, wengi wameanza kuondoka, wengi wameondoka. Hata Bukavu pia wengi wanaondoka. Na kuna option mbili. Wanaondoka baada ya vita kuwa ngumu,
wanaondoka baada ya kushindwa vita. Ya pili, wanaondoka baada ya siasa kuwa ngumu ama vikwazo vingi, kuwa na vikwazo vingi kimataifa. Hizo ni option mbili, lakini vita inapiganwa aina mbili. Vita inapiganwa kisiasa na vita inapiganwa kwa bunduki. Baada ya kukosa maelewano, tunapigana kwa bunduki. Na vita sisi Wakongomani ilikuwa vita kupambania ardhi yetu. Hatupigani eti tunavurugu na mtu. Hapana. Mkongomani hakupigana hii vita kisa anavurugu na mtu. Mkongomani amepigana kwa ajili ya kutetea ardhi yake. Na Mkongomani amekaa kimya kwa muda mrefu sana. Sasa hivi tazama Goma. Wakongomani wengi sana wamepoteza maisha. Wengi sana. Mpaka muda huu wanahitaji msaada. Lakini hawakuangalia utu. Hivyo basi, serikali tayari imeshatangaza kuanzisha operation za kuwaondoa waasi na kutenga bajeti ya vita ili kuwaondoa waasi. Na Wakongomani wamejaliwa huruma sana, ndo bahati mbaya kidogo. Wakongomani wamejaliwa huruma na ndio bahati mbaya. Hawa wanaotupiga vita hawa Wanyarwanda hawanaga huruma hata kidogo. Hivi fikiria, hivi vita vingelikuwa ni vya Rwanda, kwamba sisi ndo tumeenda kuvamia Rwanda. Sawa, tumevamia Rwanda, alafu tukawa tunajisalimisha kule. Katika vita tukawa tunashikwa mateka. Hivi wangelikuwa wanatuacha salama kweli? Hawa Wanyarwanda wangelikuwa wanatuacha salama turudi huku kwetu Kongo kwa usalama? Hapana. Lakini sisi Wakongomani, waasi wanapojisalimisha, M23 inavyojisalimisha, Wanyarwanda wanapojisalimisha, wanachukuliwa, wanapewa chakula, wanapewa malazi, muda ukifika wanasafirishwa, wanarudi kwao. Na huyo ndo Mkongomani sasa. Lakini kuna muda mwingine haya mambo tuyafumbie macho, tuwe tunajiuliza, wale ndugu zetu ambao wengi wameshauawa, wenyewe walikuwa wapendi kuishi? Ndugu zetu ambao wameuawa kikatili na hao watu hao, ndugu zetu walikuwa wapendi kuishi? Hapa nyuma hapa pamesambaa video nyingi sana ambazo wenyewe tena wao waasi hao Wanyarwanda hao, Wanyamulenge, na sio Wanyamulenge, hakuna kabila la Kinyamulenge katika Kongo, wanatupa video mtandaoni za kudhalilisha Wakongomani. Wanatuma video ambazo wanaua Wakongomani kama mbuzi. Nasikitisha sana. Mambo haya yafike mwisho, na huu ndio muda wa kufika mwisho, kwamba Wakongomani katika hili, baada ya muasi kutoka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tujifunze kitu. Sio kila mgeni ni wa kukaribisha. Sio kila mtu unamkaribisha hadi unampa eneo lako, anajimilikisha, anaoa watoto wako, anachunga mifugo yako. Huruma tuache, huruma zitatuponza. Wakongomani tubadilike. Kama wao walivyotufanyia ukatili, na sisi tunabidi tujifunze ukatili.
maana wametuona sisi kama hatuna akili, wametuona kama sisi sio wanadamu na kufanya lolote ambalo wanalolihitaji. Hivyo basi muda kama huu ni muda ambao mkongomani yeyote popote alipo ajue kwamba nchi yetu muda huu ipo katika mchakato, na muda huu ni wa kuonyesha uzalendo. Kila mtu ni mzalendo jamani, sio wale waliojitolea kupambana kule ndio wazalendo tu. Hapana, mkongomani yeyote popote alipo ni mzalendo wa nchi yake ya Kongo. Na pia mchango upo aina nyingi. Ndugu zetu wanapambana katika vita, wanahitaji chakula, wanahitaji baadhi ya vifaa kama viatu, makoti, wanahitaji. Tunahitajika tuwasaidie katika hayo kama una huo uwezo. Pia hata katika kuwapa hongera pia tuna simu kubwa, unashindwa hata kupata nafasi ya kutuma hata ujumbe wa hongera kwa ndugu zetu wazalendo ambao wamejitolea, na angali sisi wote ni Wakongomani. Nafasi ya kupambania nchi sio nafasi ya mtu mmoja, hapana, ni ya sisi wote. Na ndio maana nimesema kwamba mkongomani yeyote popote alipo ni mzalendo. Hivyo basi inaomba kwa hali yoyote unayojiweza, inabidi ufanye kitu. Na nikushukuru kwa kuwa muda wote unazidi kutusikiliza kupitia Mbavu TV Online. Tunashukuru katika hilo na tunakusihi kwamba uendelee kutuangalia kupitia Mbavu TV Online na uzidi kushare video zetu ili uwe unasikiliza taarifa, uchambuzi na ushauri pia kutoka hapa Mbavu TV Online. Na kuna sehemu hapo ambayo ni ya kucomment. Tunaomba pia muwe mna comment kupitia kazi zetu. Kama wewe ni Mkongomani popote ulipo, unaandika wewe ni Mkongomani, unapatikana wapi, na pia kama ni hongera kwa wazalendo unaandika, na kama kuna lolote ambalo unatamani kulishirikisha kupitia Mbavu TV Online pia unaandika, ili tuwe tunapata nafasi nzuri